ya Yohana Mbatizaji. Jinsi Mungu alivyomtia Yesu wa Nazareti mafuta katika Roho Mtakatifu, na jinsi alivyokwenda huko na huko akitenda mema na kuponya wote waliokuwa wameonewa na nguvu za Ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Sisi ni aliyoyafanya katika Uyahudi na Yerusalemu, wakamuua kwa kumtundika msalabani. Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu siku ya tatu na akamwezesha kuonekana na watu. Hakuonekana kwa watu wote, lakini kwetu sisi tuliochaguliwa na Mungu kuwa mashahidi, ambao tulikula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Naye alituamuru kuhubiri kwa watu wote na kushuhudia kwamba ndiye aliyetiwa mafuta na Mungu kuwa hakimu wa walio hai na wafu. Manabii wote walishuhudia juu yake kwamba kila mtu amwaminie hupokea msamaha wa dhambi katika jina lake. Wakati Petro alikuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wakisikiliza ule ujumbe. Wale watohara walioamini waliokuja na Petro walishangaa kwa kuona kuwa kipawa cha Roho Mtakatifu kimemwagwa juu ya watu wote wa mataifa. Kwa kuwa waliwasikia wakinena kwa lugha mpya na kumwadhimisha Mungu, ndipo Petro akasema, "Je, kuna mtu yeyote awezaye kuzuia watu hawa wasipatizwe kwa maji? Wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi tulivyompokea." Kwa hiyo akaamuru wapatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Wakamsihi Petro akae nao kwa siku chache. 48 mwisho. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. My message today ujumbe wangu leo is for they heard them speak with tongues. ya kwamba waliwasikia wakinena kwa lugha. The 8th and 9th gifts zile vipawa 9 listed by Paul in Corinthians ambazo zimeandikwa na Paulo katika kitabu cha Wakorintho are speaking in different types of tongues, ni kunena katika lugha mbalimbali za ndimi and the interpretation of tongues. na kutafsiri ndimi. These are supernatural gifts. Hizi ni vipawa zisizokuwa za kawaida. They are signs of the Holy Spirit. Ni ishara ya Roho Mtakatifu. Apostle Wilfred has told us to spend time in the secret place. Mtume Wilfred ametuambia tuwe na wakati wa mahali pasiri. In the secret place, katika mahali pasiri, we the temples of the Holy Spirit, sisi kama hekalu ya Roho Mtakatifu, commune with God. tunashiriki na Mungu. It's clear from scriptures Ni hakika katika maandiko that nobody can be born again ya kwamba hakuna mtu anaweza kuzaliwa mara ya pili without the Holy Spirit. pasipo Roho Mtakatifu. The Holy Spirit draws us. Roho Mtakatifu anatuelekeza. The Holy Spirit convicts us of sin. Roho Mtakatifu anatushawishi kwa dhambi. And the Holy Spirit convinces us that Jesus is the Messiah. Na Roho pia anatushawishi kwamba Yesu Kristo ndio Masihi. So all the way through being born again, Ili kwamba kupitia kwa kuzaliwa mara ya pili, the Holy Spirit is working with us. Roho Mtakatifu anafanya kazi pamoja nasi. But on the day of Pentecost, Lakini siku ya Pentekoste, Peter said these words. Petro akasema maneno haya. He said, "Repent, Akasema ya kwamba tubuni, let everyone be baptized for the forgiveness of sins." na wacha kila mmoja wetu akaweze kupatizwa kwa ajili ya kuondolewa la dhambi. And then he says, "And you shall receive the gift of the Holy Spirit." Kisha akasema kwamba na utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So it's very simple. Kwa hivyo basi ni rahisi. Believe Amini. in Jesus, believe in Jesus, Amini katika Yesu Kristo, be baptized in water. batizwe katika maji. Paul says when we're baptized in water, we bury the old life. Petro anasema kwamba unapobatizwa kwa maji mengi, wewe unasikwa na maisha yako yote. He says we're raised to live a new life. Na pia basi hapo unafufuka na maisha mapya. And having done that, Na unapofanya hivyo,
we receive the gift of the Holy Spirit. pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Remember the words of John the Baptist. Kumbuka maneno ya Yohana Mbatizaji. He said of himself, Akasema yeye mwenyewe, I baptize you with water, nawabatiza kwa maji, but there stands one among you na kuna yule ambaye anakuja whom you know not, ambaye hamjamjua and I knew him na not. mimi simjui hata, But the one that sent me to baptize with water, yule ambaye amenituma niwabatize kwa maji, the same said to me, yeye pia akaniambia, upon whom you see the Spirit descending ambaye Roho Mtakatifu anatuma and remaining on him, na itakaa juu yake, the same is he which baptizes with the Holy Spirit. na yeye atawabatiza na Roho Mtakatifu. And we know when Jesus was baptized, Unajua kwamba Yesu Kristo alipobatizwa, it says John saw the Spirit descending like a dove, sema kwamba Yohana aliona ndege inateremka kama ua and it remained upon him. na ikakaa juu yake. So it's important to state Biblia ni muhimu kusema that it's Jesus who baptizes us in the Holy Spirit. ya kwamba ni Roho Yesu Kristo anayetubatiza katika Roho Mtakatifu, It's not the apostles, si mitume, it's not the pastors, si wachungaji, it's Jesus. ni Yesu. Jesus baptizes us Yesu anatubatiza with the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. It's a gift. Ni kipawa, It doesn't show holiness. haionyeshi utakatifu, It doesn't show that you're a better Christian, haionyeshi wewe ni Mkristo bora, because it's a gift. kwa sababu ni kipawa. You don't earn it like wages. Wewe hautapata mshahara yake, You don't learn it. si yako. You can learn of it. Unaweza kujifunza kuihusu We should study the Word of kwa God. kusoma neno la Mungu, We should spend time in the presence of God, kuwa na wakati katika uwepo wa Mungu, as Apostle Wilfred has already told us vile today. ambavyo tumefundishwa na Mtume Wilfred asubuhi ya leo. But we can't learn the baptism of the Holy Lakini Spirit. hauwezi kujifunza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Many people mimic it. Wengine wanafanya hivyo, They will tell you to do certain things. watakuambia ufanye vitu kadha wa kadha ndio upokee Roho Mtakatifu, But the baptism of the Holy Spirit lakini uhakika kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu is when we are sovereignly overwhelmed ni wakati ambapo tumeshawishika or submerged in the Holy ama Spirit, tumezama katika Roho Mtakatifu, just as we were submerged in water at vile ambavyo baptism. tulizama tu katika maji mengi tukipatizwa. So we call it the baptism of the Holy Spirit. Hivyo tunaita hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu. That's only the beginning, Hiyo tu ni mwanzo, because the Christian is told, kwa sababu Wakristo wameambiwa keep on being filled kuendelea kujazwa by the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. And when we keep on being filled by the Holy Spirit, Unapoendelea kujazwa na Roho Mtakatifu, then our life becomes that of John 1:16, basi maisha yetu itaonekana kama ile Yohana mlango wa kwanza mstari wa 16. where it says, and of his fullness Inasema katika utimilifu wake we have all received sisi wote tumepokea grace for grace. neema kwa neema. Now, Apostle Wilfred asked us a question earlier on. Mtume alituuliza swali mapema, He said, if you're struggling, je, kama unang'ang'ana then spend more time with Jesus, kuwa na wakati mwingi na Kristo, because we need to be filled with the Holy Spirit. sababu nataka tujazwe na Roho Mtakatifu. The baptism of the Holy Spirit, then, Ubatizo wa Roho Mtakatifu hivyo basi is something that happens to us. ni kitu ambayo inatendekea sisi, It's not the same as you're being born again. si kama tu ile unasaliwa mara ya pili. It's something that happens to us. Ni kitu ambayo inatutendekea. Equally, Hakika it's not something that happens automatically. si kitu ambayo inatendeka tu haraka kikawaida. It's not the result of a process. Si unapitia hatua fulani ndio upate Roho Mtakatifu. It's not steps that we must follow, Si hatua lazima ufuate, but rather it's a divine grace. lakini neema ya kipekee ama neema ya kiungu. Sema amen. Jesus, who has all grace, Yesu ambaye kwa neema yote baptizes us in the Holy Spirit. anatupatiza na Roho Mtakatifu, And as it is something that happens to us, na kwa sababu ni kitu inayotutendekea sisi, then it's something that we can say has happened. sasa ni kitu ambacho tunaweza sema kwamba kimetendeka. We are aware of it. Sisi tunajua hiyo. So I know Kwa hivyo basi najua that on the 7th of February, katika tarehe 7 mwezi wa pili
1959, mwaka 59 I was born. nilisaliwa. I know when I was 13, Nilijua nilipokuwa miaka 13 I was born again. nilisaliwa mara ya pili. I know when I was 16, Nilijua kwamba nilikuwa na miaka 16 I was baptized in the Holy Spirit. nilibatizwa na Roho Mtakatifu. There are many debates Kuna hadithi ama kuna mjadala mingi on what the evidence should be, ambapo ushuhuda itakane yeye aje, but one of the most important evidences lakini muhimu ya ushuhuda hiyo ni is that you know. kwamba unajua. If I say to you, Nikikwambia Apostle Wilfred, Tume Wilfred, were you born in Kenya? je, ulisaliwa hapa Kenya? You will say, Ndio. yes. Tasema ndio. If I say, Apostle Wilfred, were you born again? Tasema wewe umesaliwa mara ya pili? Tasema ndio. Your answer will be, Ndio. yes. Ndio. And if I ask you, are you baptized in the Holy Spirit? Sema umebatizwa na Roho Mtakatifu? Tasema ndio. Your answer will be yes. Tasema ndio. These are yes and no questions. Yaani ni kitu ambacho unajua. Kama umebatizwa na Roho Mtakatifu unajua, ama hujabatizwa na Roho Mtakatifu pia unajua. And yes and no questions Na swali ambalo ni ndio ama hapana are always the most important. na hayo ni maswali ambayo ni ya muhimu sana. Am I born again? Je, umeokoka? Yes. Ndio. Have I received the baptism of the Holy Spirit? Je, umepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ndio. Have I been baptized in water? Je, umebatizwa kwa maji mengi? Yes. Ndio. And if your answer to those is no, Na kama jibu kwa hayo maswali ni hapana or I'm not sure, ama sina uhakika, then you need to seek God in the secret place. je, hivyo basi nataka utafute Mungu katika mahali pasiri And he will lead you na atakuelekeza to a baptism of the Holy kwa Spirit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. It's important we have a moment when we are baptized in the Holy Spirit, Ya muhimu sana uwe na wakati ambapo unabatizwa na Roho Mtakatifu, because if it doesn't happen the first time, kwa sababu kama itatendeka mara ya kwanza, then it's very difficult to keep on being filled. basi itakuwa vigumu wewe kuendelea kujazwa. If I've never been filled, Kama hujaijazwa, then I can't keep being filled. Yesu itakuwa vigumu wewe kuendelea kujazwa. And so I need to be filled with the Holy Kwa hivyo basi Spirit. ni lazima ujazwe na Roho Mtakatifu kwanza ndio uendelee kuwa umejazwa. We began in Acts chapter 10 Tulianza katika Matendo ya Mitume mlango wa 10. because this is the moment when it becomes clear to the apostles So hii ndio wakati ambapo inavyothibitika wasiwasi kwa mitume that God intended right from the moment of Christ's death ya kwamba Mungu alitarajia tangu tu wakati Yesu Kristo kufa to fulfill the promise of Abraham kutimiza ahadi ya Abrahamu that in his seed all the nations would be blessed. ya kwamba katika yote itabarikiwa. That's why we read in Acts chapter 10, Hili tumesoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 10. God is not partial, Mungu si wa mapendeleo, but men and women from every nation, lakini wanaume na wanawake katika kila mataifa, whether they're Irish wawe ni wazungu, or Kenyan wawe ni Wakenya, or English, wawe ni Waingereza, when they seek God, wanapomtafuta Mungu, God will bring them in. Mungu atawaingiza ndani. So Yaani Mungu anaweza kupatiza Roho Mtakatifu kwa upendeleo. So this passage in Acts chapter 10 Hivyo basi kifungu katika Matendo ya Mitume mlango wa 10 is the day of Pentecost ni siku ya Pentekoste for all those who are non-Jewish. wale wote ambao walikuwa si Wayahudi. In the upper room, Katika chumba cha juu there were only Jewish men. walikuwa tu Wayahudi peke yao wa kiume. In Acts chapter 10, Na katika mlango wa 10 God, Mungu in his plan, katika mpango wake pours out his Spirit anamimina Roho Mtakatifu on a Roman, kwa Warumi, which is great hope for us today. ambaye ni tumaini kubwa kwetu sisi leo. So today we can look at our Bible Kwa hiyo basi sisi leo tunaangalia Biblia, and we can say that the baptism of the Spirit is for all men, sema kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni wa watu wote, for all women. wanaume na wanawake wote. Peter had to be shown a vision Tena ilibidi aonyeshe maono of unclean and clean animals wale ambao ni safi na wale ambao ni wanyama wachafu, so that God could teach him ili kwamba Mungu akaweza kumwonyesha that what God calls ya clean kwamba kile Mungu anaita safi is clean. ni safi, What God calls kile unclean Mungu anaita kichafu is ni unclean. chafu. Because Peter would never have gone to Cornelius' house. Sababu Petro angeweza kuenda ama kuthubutu kuenda katika nyumba ya Kornelio na Kornelio mchafu. For Peter to go to his house Ila kwamba Petro anaenda katika nyumba ya Kornelio
would make Peter unclean. iliweza kufanya Petro awe mchafu. Cornelius was not just a non-Jew. Hakuwa tu sita kwamba hakuwa tu Myahudi. He was a Roman. Alikuwa Mrumi. He was the one who had invaded Israel. Alikuwa ameshika Waisraeli. He was the one who commanded Israel to do things they didn't want to do. Aliamrisha Waisraeli wafanye mambo ambayo hawakutaka kufanya. But God, lakini Mungu had a plan. alikuwa na mpango. The same Roman Cornelius, katika huyo Mrumi ambaye ni Kornelio, had the same vision as Peter. Alikuwa na maono kama Petero. It says a man in shining clothes, sema mtu ambaye ana mavazi yanang'aa, who was an angel, bali kwa malaika, told Cornelius, send for Peter. Anamwambia Kornelio, enda tafuta Petero. Imagine if Peter hadn't had the vision. Fikiria kwa dakika moja kama Petero hakuwa ameona haya maono. Cornelius would have come and said, I've seen an angel. Kornelio angekuja kusema kwamba nimeona malaika. And Peter would say, no, you didn't. Na Peter angemwambia kwamba hapana, sioni kama uliona malaika wewe. He would not have agreed with him. Hata angeweza kukubaliana na yeye. But God brought the two of them together. Lakini Mungu alimwonyesha Kornelio na Petero maono yenye yanafanana. And it said in our reading in verse 27, unaposoma mstari wa 27 wa Matendo ya Mitume mlango wa 10:27, there was a large gathering of people there. kulikuwa na mkutano mkubwa kwa nyumba ya Kornelio. And they already knew about God. Na wale hawakuwa wanamjua Mungu. Verse 36 says, Mstari wa 36 unasema, you know the message God sent to the people of Israel, unajua ujumbe ambao Mungu alituma kwa wana wa Israeli, announcing the good news of peace na kwamba ni kwa ajili amani na utulivu through Jesus Christ. kupitia kwa Yesu Kristo. And that's the good news. Na hii ni habari njema. The good news of the gospel Habari njema ya Injili is that we can be free from sin and shame. ila kwamba tuwe uhuru kutokana na mifungo za dhambi. We've been reconciled fully with God Tumerejeshwa kwa hakika kwa Mungu by what Jesus did on the cross. kupitia kwa kile ambacho Kristo alifanya msalabani. The scripture says God was in Jesus, Andiko linasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Yesu, reconciling all men to himself. akarejesha watu wote kwake. So before ever the Holy Spirit draws you, Basi kabla Roho Mtakatifu kurejesha, Jesus has already reconciled you. Yesu Kristo tayari amekurejesha. That's why the scripture says, if anyone comes to Jesus, Biblia inasema kwamba yeyote ambaye anamjia Yesu, he will not cast them away. hataweza kumfukuza. In verse 37, Peter says this. Mstari wa 37 Petro anasema hivi. He says, you know what happened, Je, nini litendeka? how God anointed Jesus Mungu vile alivyompaka Yesu with the Holy Spirit na Roho Mtakatifu and with power. na nguvu. So these gathered people Kwa hivyo hawa watu wa Galilaya have heard about Jesus, wamemsikia Yesu, they've heard the gospel wamesikia Injili that's being proclaimed, ambayo inatangazwa, and God has said this to Cornelius. na Mungu anamwambia Kornelio, Your prayers have been heard, maombi yako yamesikizwa, your gifts to the poor acknowledged, sadaka zako kwa maskini zimetambulika. now send for Peter. Sasa enda tafuta Petero. God is always moving us on. Mungu kila wakati anatusongesha mbele. Apostle Wilfred told us in the secret place, Petero mtume wa Yesu Kristo ametuambia katika mahali pa siri you will hear from God. utasikiza Mungu. If you're not in the secret, Kama uko mahali pa siri, then how will you hear? je, utamsikiza aje? We must always have our ear open to God. Lazima tuwe na sikio la kusikiza Mungu. Petero Sums up the gospel in verse 43. alimalizia Injili hii katika mstari wa 43. He says this, Anasema hivi, all the prophets testify. manabii wote walishuhudia Everything in the Old Testament katika Agano la Kale points to Jesus. inaelekeza kwa Yesu. And he says all the prophets testify about him. Anasema kwamba manabii wote waliweza kutoa habari yake ama kushuhudia That's Jesus. ya kwamba huyo ni Yesu, That everyone who believes in him ni kwamba kila mtu amwaminie receives forgiveness of sin ndio msamaha wa dhambi through his name. kupitia kwa jina la Yesu. So if you're here today and you don't know Jesus, Kama uko hapa leo na humjui Yesu, then know this, that Jesus will forgive. basi jua kwamba Yesu Kristo atakusamehe. Jesus will bring you in. Yesu atakuleta tu ndani. But in this account of Luke in Acts, Lakini katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume
He tells us as the truth of the gospel is proclaimed, Sasa anawaambia kwamba ukweli wa injili unapohubiriwa, suddenly ghafla the Holy Spirit Roho Mtakatifu falls on all of them, inaangukia wote, and they are baptized in the Holy na Spirit. wakabatizwa na Roho Mtakatifu. And the way the men who were with Peter knew, Bila watu walikuwa na Yesu na Petro wakajua, he says, for we have heard them speaking in tongues. kwa sababu walikuwa wamesikia wamenena katika lugha. Now in the day of Pentecost account, Katika siku ya Pentekoste, it says men from many different languages and many different nations sema katika siku ya Pentekoste inasemekana kwamba watu kutoka lugha mbalimbali na mataifa mbalimbali heard people praising God isikia watu wakimsifu Mungu and extolling Jesus na Christ. kumsifu kumtukuza Mungu. So it's not always about the language, Basi si shida si lugha, but it's about what we proclaim. shida ni kile ambacho unatangaza. If we only speak in tongues Kama tu unanena katika lugha mpya and we don't glorify au God, tumtukuze Mungu, then what would be the point? je, kuna haja ya hiyo? But in this instance, the Holy Spirit falls Lakini hapa Roho Mtakatifu anaanguka and they speak in na tongues. wananena katika lugha mpya. Now, if you go forward a chapter into Acts chapter 11, Na unapoingia katika Yohana Matendo ya Mtume mlango 11, we read an interesting thing unasoma kitu cha ajabu mahali pale 11 Matendo ya Mtume. because Peter is now back with the other apostles. Sasa Petero ako na wale mitume wengine. So when I'm finished in Kenya, Ninapomaliza hapa Kenya, I will go back to the apostles in the UK narudi kwa mitume kule UK and they will say, na wataniambia, what did you and Apostle Wilford do? je, wewe mtume wetu mlifanya nini? And so I will give an account. Nitapeana hesabu. So Peter is giving an account Sasa Petero anapeana hesabu and Peter has to explain to na them Petero anatakana aweleze how God told him to go to a Roman. vile Mungu alimtuma kwa Mrumi. The other apostles Mitume wengine are horrified. wameshangaa. They're saying, Apostle Peter, Sema mtume Petro, what were you thinking? je, ulikuwa unafikiria nini? The Apostle Peter is saying, well, I had a vision. Petro anasema, mimi nilikuwa niliona maono. And I'd say some of the apostles said, are you sure the vision is right? Na mitume wengine wanaweza kumuuliza aje, una hakika kweli uliona maono ya kwenda kwa mtu wa mataifa wewe tu? Una hakika uliona maono kweli na kweli? And then they would say to the Apostle Peter, is it just your pride? Ama si wengine unakwenda kiberemberi yako na kiburi yako Were you trying to be different than the rest of us? unataka kufanya kuwa tofauti na sisi, si ndio? When Peter Lakini Petero was able to say, aliweza kusema, when I went there nilipoenda huko and I preached the gospel, nikahubiri Injili, Peter says this, as I began to speak. Peter anasema nilipoanza kusema. So it wasn't that Peter preached a great sermon. Si kwamba Petro alihubiri mahubiri marefu. These people were already experiencing God. Hawa watu tayari walikuwa wanamshuhudia Mungu. They experienced the grace of God through Jesus. Walikuwa wanashuhudia neema ya Mungu kupitia kwa Yesu. So long before I began to speak today, Kabla nianze kuhubiri leo, God had a plan Mungu alikuwa na mpango to bless you. kubariki. God had a plan Mungu alikuwa na mpango to do today, kufanya leo, not what Apostle Wilford planned, si kile nilichopanga, not what Apostle Paul planned, si kile mtume Paulo alipanga, but what God planned. bali kile mwenyewe amepanga. And every time we gather together, Kila wakati tunapokusanyika pamoja, God has a purpose. Mungu ana makusudi. Sema amen. Every time we gather together, Kila wakati tunapokuja pamoja, people can be saved, watu wanaweza okoka, people can be set free, watu wanaweza wekwa huru, people can be healed, watu wanaweza ponywa. because God is with us. So Mungu ako na sisi. Because when we gather in His Na name tunapokusanyika katika jina lake, and we lift up the name of na Jesus, tuinue jina la Yesu, the Holy Spirit always comes to stand beside us. Roho Mtakatifu kila wakati anakuja kusimama kando yetu. The Holy Spirit never speaks of Himself. Roho Mtakatifu aongee mambo yake. The Holy Spirit's ministry Utume wa Roho Mtakatifu is to glorify ni Christ. kumtukuza Kristo Yesu. So Paul says, as I began to speak, Petro anasema nilipoanza kuhubiri, and then he says a very important thing. na anasema kitu cha maana sana. He said the Holy Spirit Roho Mtakatifu
came on them alikuja juu yao just like us at the beginning. kama tu sisi pale mwanzo. So Peter is saying to the other apostles, Alikuwa anaambia mitume hao wengine, remember in the upper room, kumbuka katika orofa ya juu, remember the day of Pentecost, kumbuka siku ya Pentekoste. it was just like that. Ilikuwa tu hivyo, It was just the same. ilikuwa tu hivyo hivyo. Now, we don't read that Cornelius' house shook. Hatusome kwamba Kornelio alishtuka. We don't read that there was the sound of a rushing wind. Hatusome kwamba kulikuwa na upepo ukipita pale. We don't read that they saw tongues of fire on their head. Hatusome kwamba waliona miale za moto kwenye kichwa zao. But what we do read Kile tunachosoma is that they spoke in other tongues. ni kwamba walinena kwa lugha zingine. And Peter says, Petro anasema, when we heard them speak with other tongues, niliposikia wakinena katika lugha zingine, Peter said, then I remembered Petro anasema ndivyo nikakumbuka what the Lord had said. kile Roho Bwana alikuwa amesema. And what did the Lord say? Bwana alikuwa amesema nini? He said, John baptized with water, Anasema kwamba Yohana anabatiza kwa maji, but you lakini wewe will be baptized with the Holy Spirit. ubatizwe na Roho Mtakatifu. If you look at the Greek, Unapoangalia Kiunani, what that would translate as, hili itafsiriwa kama then I remembered nikiweza kukumbuka that Jesus was always saying. ya kwamba Yesu Kristo alikuwa kila mara anasema. So this is something that Jesus said to the disciples many, many times. Sasa tunakuta kwamba hii ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kile ambacho Yesu Kristo alikuwa ameambia wanafunzi mara mingi sana. He had promised them Alikuwa amewaahidi they would not be left alone, hawatawacha katika peke yao, but that the Holy Spirit would come lakini Roho Mtakatifu atakuja and they would be baptized. na watabatizwa na Roho Mtakatifu. A reading of the book of Acts Naposoma kitabu cha Matendo ya Mitume will reveal inaweza kutufunulia that every time the Holy Spirit is described as coming upon a person, kwamba kila wakati Roho Mtakatifu anatambuliwa kama kuja juu yetu. in all bar one of our texts, Katika vifungu kadhaa, when the Holy Spirit comes, wakati Roho Mtakatifu anakuja, people spoke in tongues. watu walinena katika lugha. Some Pentecostal movements Miondoko za Pentekoste wengine refer to tongues as the initial evidence. inasema kwamba dini ni ushuhuda wa kwanza. In the apostolic movement, Katika movement ya kiutume we say it is one of the evidence. inasema kwamba hiyo ni baadhi ya shuhuda. There can be many evidences, Inaweza kuwa na shuhuda mingi, but one lakini moja is speaking in tongues. ni kunena katika lugha mpya. I think that it's an important evidence Maana kwamba kuna ushuhuda wa muhimu sana. because when you read later in Paul's writings, Unaposoma baadaye katika maandishi ya Paulo, Paul says the gift of tongues wanasema kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu cha dini, kipawa cha dini is so that you can edify yourself. ili unapewa ili kwamba wewe mwenyewe uweze kujikuza au kujijenga In the secret place with God, katika mahali pa siri pa Mungu. we can speak in another tongue Naweza kwenda katika lugha zingine and worship God na kumwabudu Mungu in a way that we cannot do in our own language. katika njia ambayo wewe mwenyewe huwezi kufanya kwa uwezo wako ama lugha yako. And Paul says when we do that, Na wanasema kwamba unapofanya hivyo we edify ourselves. tunajijenga wenyewe. That means we morally improve ourselves. Hiyo inamaanisha kwamba kiasili tunakuwa bora, We strengthen ourselves spiritually. tunakitia nguvu kiroho, We get the empowerment of God. tunapata nguvu ya Mungu, We get answers from God. tunapata majibu kutoka kwa Mungu, But it's for edifying yourself. lakini kwa ajili ya kujijenga mwenyewe. And it's for bringing us closer to Jesus. Inatufuta karibu na Yesu. Pastor Seymour, Mchungaji Simon who led the great Azusa Street revival, kwa Azusa Street Revival he said, alisema don't leave this place usitoke mahali hapa speaking about tongues, ukiongea kuhusu ndimi, leave speaking about Jesus. toka hapo ukiongea kuhusu Yesu. And so we don't just do tongues for their own sake. Na tunaona hapa hatufai tuongee tu katika ndimi kwa ajili ya faida yetu wenyewe. We do it to build ourselves up spiritually. Hatutegemei hiyo, tunaitegemea kiroho. Paul then says that if we speak in another tongue, Paulo anasema kwamba tunaponena katika lugha zingine we can edify
kanisa, if we bring an interpretation, tunapoleta utafsiri, if we bring a prophecy, tunapoleta unabii. and so this is an important supernatural gift. Sasa basi hii ni kipawa cha kimungu cha kipekee. Paul in Corinthians Paulo na Wakorintho says this. anasema hivi. He says, I speak in tongues more than you all. Anasema kwamba ananena katika lugha kuliko nyinyi wote. And if the Apostle Paul needed to, Na Paulo anathibitisha hiyo. then I need to. Kama Paulo alinena katika ndimi, hata wewe mimi nahitaji kunena katika ndimi. Paul said it built up in faith. Inasema kwamba jenga imani yako. Paul says when you don't know what to pray, Inasema kama hujui kuomba, the Spirit roams within you. Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako. It enables you to talk to God. Anakusaidia kunena na Mungu. When there's a problem that you don't even know how to speak of, Wakati ambapo kuna shida na hujui utafanya namna gani, you can speak to God. naweza nena na Mungu. My father, Baba yangu who died 4 years ago, bali kufa miaka 4 zilizopita, 2 years before he died, miaka 2 kabla afe, he had a stroke, alikuwa na saratani ama stroke. lost his speech, Alishindwa kuongea, but he said in his head, akasema ndani ya kichwa yake, I can't speak, siwezi kunena, but I can speak in tongues. lakini naweza kunena katika ndimi. Then he said, Na akasema, because he was in hospital, sawa, niko kwenye hospitali, he said, don't speak out in tongues, sema kwamba usinene kwa sauti, because they'll think you've gone crazy, sawa, nitafikiri kwamba wewe ni wazimu, and they'll put you in another sort of hospital. na watakupeleka ward 9. So inside in his head, Kwa ndani ya kichwa yake he spoke in tongues for a day, akasema, akanena na lugha pasipo kutoa sauti siku nzima. and the following morning, Na siku iliyofuata asubuhi he began to say the Lord's Prayer. akaanza kusema kufanya ombi sala ya Bwana. By that afternoon, he was able to recite Psalm 23. Na hiyo basi akaanza kuongea kwa kukariri Zaburi 23. And by the following day, Na siku iliyofuata he had his voice back. akapata sauti imerudi, Because God sababu Mungu is true. ni mkweli. And so we can communicate with God Basi tunaweza kunena na Mungu in this supernatural way. katika hii njia ya kimungu. Because you are worshiping God. Kwa sababu anamwabudu Mungu, And sometimes we just don't have the words to exalt Him enough. na saa zingine hakuna tu maneno ya kumtukuza vyatosha. And then we can praise Him Na basi tunaweza kumsifu in another tongue. katika lugha. In Acts chapter 19, Katika Matendo ya Mitume mlango 19, Paul on his travels ule na safari zake meets some men. anakutana na watu, And the first question he asks them na swali la kwanza kuwauliza is not where are you from? si ya kwamba anauliza mjini matoka wapi, It's not do you go to church? ama mlezi ni kanisa ngwani ndaka kanisa gani. The first question he asks them Swali la kwanza kuwauliza ilikuwa is, have you received the Spirit since you believe? je, mwaipokea Roho Mtakatifu tangu mlipookoka? Now some people say Na watu wengine wanasema that what Paul is saying is you should have received the Spirit because you believed. basi, wengine wanasema kwamba Paulo anasema hivyo kwa sababu inafaa upokee Roho Mtakatifu mradi umeamini. But the importance of this text in Acts 19 Lakini umuhimu wa kifungu hiki katika Matendo ya Mitume mlango 19 is that he asked them the question, ni kwamba aliwauliza swali, have you received the Spirit? je, umepokea Roho? I grew up in a Christian home. Tumai katika jamii ya Kikristo. So as far as I was concerned, Hivyo basi nilipokuwa nahusika, I was a Christian. mimi nilikuwa Mkristo. But when I was 13, Lakini kwa miaka 13 a man read from John 3, mtu alisoma katika Yohana mlango 13 then he closed his Bible, na akafunika Biblia yake. and he said, are you born again? Akasema, je, wewe umeokoka, umezaliwa mara ya pili? And I couldn't answer the question. Singeweza kumjibu swali. So it was the best question I was ever asked. Sasa ile ndio swali gumu sana niliyoulizwa. The next best question Swali lingine nzuri ni is, have you received the Spirit? je, umepokea Roho? And so from the moment I was born again, Ile bwana alipokuwa ameokoka, I began to seek the baptism of the Holy anaanza Spirit. kutafuta vipawa za Roho Mtakatifu, kupatiza Roho Mtakatifu. And sometimes Na mara nyingine
we come across believers nakuja kupata waumini who give the same answer as these men. ambao wako na majibu kama huyu mtu. Their answer was, we haven't even heard there is a Holy Spirit. Sasa tutapokeaje kama hujamsikia? So Paul Sasa Paulo teaches them about the Holy Spirit. anawafundisha kuhusu Roho Mtakatifu. And then it says he laid his hands on them Sasa basi anawekea mikono and they spoke with other tongues wananena katika lugha zingine and they prophesied. na wakatoa unabii. In Acts chapter 8, Katika Matendo ya Mitume mlango wa 8 there's a great revival. kuna ufufio mkuu. Philip is preaching the gospel. Filipo anahubiri Injili. It's having a huge effect. Akona mkutano mkubwa sana. People are burning their magic books. Watu wanachoma vitabu zao za uchawi. They're confessing their sins. Wanakiri dhambi zao. Even the local magician, Hata ile mchawi mkubwa kule nyumbani, he said he believed. akiwe pia akaamini. But this text in Acts chapter 8 Lakini kifungu katika mlango wa 8 wa Matendo ya Mitume says that when the apostles in Jerusalem heard, anasema kwamba wakati mitume kule Yerusalemu waliposikia, they sent Peter and John immediately, wakatuma Petro na Yohana haraka upesi. because as of yet, Kwa sababu ndio the Holy Spirit had not been given to anyone. Roho Mtakatifu alikuwa hajapeanwa kwa yeyote. So they had repented, Hivyo basi walikuwa wametubu, they had believed, walikuwa wameamini, they had been saved. walikuwa wameokoka. But when the apostles heard, Lakini mitume waliposikia hiyo, they said, now we must go, wakasema sasa lazima tuende. and we must lay hands on these Lazima people tuwekee watu hao mikono so that they receive ili the gift wakapokee of the kipawa Holy cha Spirit. Roho Mtakatifu. So my challenge to us today Leo changamoto kwangu is hivi leo, to ask us that question. na hebu tuulize swali. Have you received Je, umepokea the Holy Spirit? Roho Mtakatifu? Have you entered into all of that means? Je, wewe Roho Mtakatifu au umeingia ndani yake? If you have, Kama umefanya hivyo, praise God. sifu Mungu. But then we need to be refilled. Lakini basi inatakana ndio ujazwe mara nyingine. We need to be always being filled Maana ninasema kila wakati tu tumejazwa with the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. So I'm going to ask some questions. Basi nauliza maswali kadhaa. If you're here Kama uko hapa and you have not accepted Jesus as your Savior, na utamkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, then wouldn't this be a good day? basi hii siku yako nzuri. Wouldn't it be a good day to receive Jesus? Inaweza kuwa siku njema kupata uokovu, To receive forgiveness of sin? pata msamaha wa dhambi, To receive the cleansing of His blood? pata utakaso kutoka kwa damu yake, And to know that your future home is heaven? na kujua kwamba nyumba yako ya milele ni mbinguni, That your life is hidden in na Christ? maisha yako yamefichwa na Kristo. So if you don't know Jesus, Basi kama wewe hujaokoka, know Jesus today. jua Yesu Kristo leo, Accept Him today. mkubali leo, Allow Him to be your master today. mruhusu awe Bwana wako leo, Give your life to Him. mpe maisha yako. He has already given His life Tayari amepeana maisha yake for yours. kwa ajili yako. And so the gospel is, Kwa hivyo injili ni kwamba come and be part of who He is. kuja uwe sehemu ya kile alicho. So if that's you today, Ni kwa ajili yako leo. there's an invitation today. Hii ni mwaliko leo, Come unto Him. kuja kwake. When you're burdened with sin, Kana kama umelemewa na mzigo wa dhambi, and He will give you rest. atakupatia kupumzika. If you are a believer here, Kama wewe ni muumini hapa and you have not received the baptism of the Holy Spirit, na utapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, not sensed that empowering of the Holy yaani Spirit, kwa hujahisi kwamba una nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, then myself and Pastor and Apostle Wilfred, mimi basi Mkubwa Wilfred, we're not special people, sisi watu wa kipekee, but the Scripture says, lakini maandiko inasema by the laying on of the apostles' kwa hands, kuwekewa mikono za kimtume people received. watu walipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. That doesn't mean we give you the Holy Spirit. Hii haimaanishi kwamba tunakupatia Roho Mtakatifu. That just simply means that when we operate in faith Hii inamaanisha kwamba tunapofanya kazi kwa imani as apostles together, kama mitume pamoja, the Holy Spirit is often descending. Roho Mtakatifu anashuka. Amen. So
if you've never received the baptism of the Holy Spirit, kama hujapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, we're going to make time for Apostle Wilfred and myself tafanya wakati mtume Wilfred na mimi to lay hands on you, kuwekea mkono for you to receive that blessing. ili upokee baraka. That takes faith. Hiyo inagharimu imani For Apostle Wilfred, mtume Wilfred, faith for me, na imani yangu and faith for na you. imani yako. Well, when faith is there, Na wakati imani ipo, all things are possible. vitu zote zinawezekana. Because without faith, Sababu pasipo na imani it is impossible to ni please vigumu Him. kumpendeza Mungu. Sema amen. Amen. If you are here and you have been baptized in the Holy Spirit, Kama uko hapa umebatizwa na Roho Mtakatifu, then the question is, how full are we today? basi swali ni kwamba je, umejazwa kiwango gani? Are you full of the Holy Spirit? Je, wewe umejazwa Roho Mtakatifu? Do you need to be filled Je, again? unahitaji kujazwa tena? Because if you do, Sasa kwa sababu kama unaweza, guess what? fikiria, There is no scarcity hakuna upungufu of the Holy Spirit. wa Roho Mtakatifu. The more you drink, Mara unapokunywa, the more you get. mara mingi unapata. I can take this bottle, Unaweza kuchukua hii chupa, and I can take a sip, unaweza kunywa kidogo, or ama I can take the bottle unaweza kuchukua chupa na nikunywe yote, and drink it all. nikunywe yote. If you want to be filled with the Holy Spirit, Kama unataka kujaza Roho Mtakatifu, today is the day. leo ni siku, And tomorrow is the day. na siku ya kesho pia ni siku, And the next day. na siku nyingine pia ni siku. In that place Katika mahali pale pa siri, that Apostle Wilfred spoke of this mahali morning, tulio alizungumzia siku ya leo, that secret place, mahali pale pa siri, even on your worst day, hata ile siku yako mbaya, yaani siku ambayo ni siku mbaya, you can sense the refilling of the Holy Spirit. bado unaweza kuhisi kujaza Roho Mtakatifu. Amen? Amen. Amen? Amen. So we'll ask the questions again. Basi nitauliza swali tena. Is there anyone here Je, kuna yote hapa who has not received Jesus as their Savior? ambaye hajaokoka? If you have not received Jesus, Kama ungesema ndio kwa Yesu, I'm inviting you to receive Jesus. na kualika upokee Yesu Kristo leo saa hii. And if you're here and that's you, Na kama ni hapa ni wewe, just come on forward and receive Jesus. kuja tu upokee Yesu Kristo, kuja uokoke. It's as simple as that. Ni rahisi tu hivyo, haina mambo mengi, haina mambo mengi. When I was 13, Nilipokuwa miaka 13, I said to my pastor, nikaambia mchungaji wangu, how do I receive Jesus? je, mimi nitapokeaje Yesu Kristo? And he stood me on the step like this, Na akaniweka mahali kama hapa, and he said, just step in akasema basi wewe kanyaka tu ndani and believe. na utauamini. It's as easy. Yaani Yesu chukua hatua na kuamini, maana ni rahisi. So if that's you, Kwa hivyo niko juu yako. and you have not received Jesus, Je, uko hapa na umeokoka? be brave today. Kwa tu mjasiri, jitokeze kuja uokoke. Be brave. Kwa tu mjasiri kuja uokoke. Yaani unasema ndio kwa Yesu na uko hapa. Usione aibu, kuja tu uokoke. Perhaps you're here and you feel you've drifted away from Jesus. Labda uko hapa unahisi kwamba umesonga mbali, yaani umetoka katika laini ya wokovu. Jesus is your loving Father. Yesu Kristo ni baba yako mpendwa. No matter where you've gone, Haijalishi umeenda mbali kiasi gani, hata umeanguka kwenye dhambi, no matter how far you've fallen, haijalishi umeanguka umbali gani, Jesus will receive you home. Yesu atakupokea nyumbani. Jesus always receives Yesu kila wakati anapokea, the prodigal's home. hata yule mwana mpotevu. Jesus always forgives. Yesu kila wakati anasamehe. The scripture says if we confess our sin, Angesema kwamba kama tutakiri dhambi zetu, he is faithful yeye ni mwaminifu and just na mwenye haki to forgive us our sins. kusamehe dhambi zetu. So if you need to come back to him, Hivyo basi kama ungependa kumrudia Yesu, come back today. kuja leo saa hii. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, Kabla ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, just come down here to the front. kuja mbele sasa. Naomba tusimame kwa ndugu zetu, Myself and Apostle tusimame kwa ndugu zetu. Kama hujampokea Roho Mtakatifu, will pray for you. kuja mbele, na kama unajua kwamba hujajazwa na Roho Mtakatifu, tembea tu hapa mbele na sisi, mimi mtumishi wa Mungu, tutakuombea. Unatamani kujaza Roho Mtakatifu, njoo mbele katika jina la Yesu.
Tembea ukuta. So we have Kuna wawili. two proposals. If you've never received the baptism of the Holy Spirit, just come here. Kama hujaipata ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuja tu hapa. We will pray that you receive. Tutakuomba kwamba utapokee. And if you have already received and would like to be refilled, Na kama tayari umejazwa na ungependa kuongezwa, just come to this side kuja pande nyingine. and we will leave together. Amen. Sikiza. That the Holy Spirit will refill. Kuna grupu mbili hivi. Kama wewe haujajazwa kabisa, kuja hapa. Jiunge na midara. Na kama ulikuwa umejazwa kitambo, Bwana asifiwe. Na unataka kujazwa tena, kuja hapa. Hujaipata jaza Roho Mtakatifu, ni mara yako ya kwanza hapa. Nataka kujazwa tena hapa. Wengine hamtaki kujazwa tena. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. So waje tuombe. Tunataka kuomba na